nyumba ni kwamba ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, lakini muda mrefu sana BAKWATA hawana wanachofaidika wala wanachokipata kulingana na nia ya mtoa wakfu. Hii nyumba ilitolewa wakfu miaka nenda rudi na ilikuwa chini ya taasisi inaitwa Islamia di Tanganyika ya kipindi hicho, lakini baadaye mali hizi zilirithiwa kwa BAKWATA vesting order ya mwaka 1969 na mali hizi zote zikarudishwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Lakini zamani huko baadhi ya viongozi wa BAKWATA hasa mkoa wa Dar es Salaam wakampa mtu mali hii kama mali binafsi na anaitumia kama mali binafsi siku nyingi sana, lakini pia kwa hatoa ushirikiano kwa BAKWATA. Kwa hiyo malengo ya yule aliyetoa wakfu hayajafikiwa kwa sababu mali inatumika visivyo. Viongozi wa baraza hawana ambacho wanapata, wanafaidika, wala Waislamu wanafaidika kutokana na nyumba hii. Lakini juhudi sasa za Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania za kuhakikisha kwamba mali za Waislamu zinarudi kwa Waislamu na zinatumika vizuri ndio kilichotufikisha hapa, tukaja kwako na wengine kuhakikisha kwamba mali hizi zinarudi, ikiwemo hii na zingine. Mali kama hizi, nyumba kama hizi, Mheshimiwa Waziri, ziko nyingi zinatumika vibaya tofauti na yale malengo ambayo yalitolewa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa juhudi ambazo umezifanya na tunazifanya na tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba hizi mali za umma, manake mali ya BAKWATA ni mali ya umma, inatumika kwa maslahi ya umma, sio ya mtu binafsi. Isiwe ni kiongozi yoyote wa BAKWATA au kiongozi mwingine yoyote wa BAKWATA au taasisi nyingine au mtu binafsi. Kwa hiyo hizi ni juhudi ambazo tumeanza nazo na nyumba kama hizi ziko nyingi na tutaendelea na zoezi hili. Tunashukuru sana kwa hatua waliotufanyia kule Singida na maeneo mengine, tunaendelea nayo na Mheshimiwa Mufti anakushukuru sana Mheshimiwa Waziri na ataendelea kukuombea dua. Ndio maana tumebandika hili tangazo hapa nyuma ukiangalia kwamba mali hii ni mali ya BAKWATA. Kama kuna yote ambaye anataka kuzungumza chochote kuhusu mali hii, basi aone Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Sawa. Kwanza ni washukuru kwa kuendelea kuiamini serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha mnafikisha kadhia zenu za masuala ya ardhi, Wizara ya Ardhi, na kwenye vikao vyetu vyote tukubaliana kwamba miongozo yangu ya wizara na maelekezo yaliyopewa na Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila mgogoro unafika mwisho. Hatuwezi kuwa na jambo linazunguka kwenye ofisi zetu, mwananchi, taasisi imefikisha, kila siku inakuwa njoo kesho. Kwa maelekezo yangu kwa wataalamu wote wa ardhi nchi nzima yako pale pale, kwamba kila mtu anakuja na kadhia yake, uisikilize, uielewe na uiamue. Na wataalamu wa ardhi waache kuwa mawakili, kushauri watu kwenda mahakamani, sio kazi yao. Swala la kiwanja hiki namba 117 Kitalu 88 mtaa wa Chaga, sisi kwa takwimu zetu ardhi tunaita Kariakoo. Okay. Kiwanja hiki kama ulivyosema kinamilikiwa na taasisi ambayo ilirithiwa na BAKWATA. Na kwa namna yoyote ni mali ya BAKWATA. Sasa nikupongeze wewe Katibu Mkuu kwa sababu nimeshatoa wito kwa taasisi zote za dini. Kwanza niliwaomba sana, walishakuja pale kwangu kanisa la Wasabato. Niliwaomba viongozi wa dini ndani ya taasisi zenu muanzishe idara ya kushughulikia masuala ya milki, masuala ya real estate, ardhi na majengo. Na nikaomba sana kwenye hizo idara basi muweke watu ambao hawatangulizi sala na uungwana mbele. Sababu huku mijini na masuala ya ardhi yana uhuni. Sasa mkichukua nyinyi viongozi wa dini Alhaji, utaleta busara na utaleta imani. Utakutana na watu ambao hawana imani. Sababu jambo lilofanyika hapa halina imani. Kwa nimeziomba juzi kuna Askofu Show pale Kilimanjaro, kuna issue pale Njombe, wenzangu wa Sabato, nimeomba sana hebu taasisi za dini zijitahidi kuanzisha idara ya milki, afu yeke wanasheria, wabobezi, watu ambao hata kule msituni na labda Haji Swala Tano ndo wanafaa zaidi sababu wataweza kuja kupambana na mambo kama haya. Lakini la pili, uadilifu. Uadilifu baina nyinyi wenyewe viongozi wa dini. Kwa sababu jengo hili huo mwaka 2008 aliyeingia mkataba ni viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambao kwa mujibu wa sheria za nchi yetu taasisi za dini mali zote ziko chini ya baraza la wadhamini, trustees, ndio wenye haki ya kumiliki na ndio wenye haki ya kuingia mikataba. Kwa hiyo pekee yake sio sahihi. Kwa taasisi zote za dini na taasisi zote za binafsi zilizoundwa chini ya sheria ya RITA
na sheria yetu Wizara ya Mambo ya Ndani watambue wenyewe kama taasisi na waasane wenyewe kwamba mwenye mamlaka ya kuingia mikataba ya chama cha siasa, taasisi ya dini, taasisi ya watu binafsi ni Baraza la Wadhamini. Lakini kwa Watanzania nao wasikubali kununua mali ya taasisi kwa mtu. Ukishaona mali ni ya taasisi, mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi, mtashobai mali ya Chama cha Mapinduzi, anayeweza kukupangisha, kukuuzia ni bodi, kwamba nitaendelea kushirikiana na BAKWATA kuhakikisha pale pote ambapo BAKWATA ina haki yake itapatikana. Lakini niliwaambia shule haki haina macho, haki haina sura. Na pale kote ambapo BAKWATA haina haki haitopatikana. Si tu kwa maana Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, taasisi zote za dini na Watanzania wote wenye haki zao, maelekezo yaliyopewa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kila mtu anapata haki yake ya ardhi, na ndio maelekezo yaliyotoka kwa wataalamu wangu wa ardhi. Wahakikishe kila mtu ana haki yake ya ardhi, ya umiliki, ya matumizi. Kama matumizi yako ni makazi, basi kaa kwenye makazi. Sio nyumba yako ya makazi leo tumehakikisha BAKWATA imerudi, mwenzako ana makazi, basi wapo uje kufungua makelele, ufungue baa, ufungue jambo ambalo haliendani na wenzako ambao wanaishi maeneo haya. Itakuja tenda haki kwa wenzako, utakuwa umepokwa haki ya wenzako na umeitumia vibaya. Tuendelee kuwapongeza viongozi wa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wa BAKWATA makao makuu kwa kazi mnayoifanya, na niendelee kuahidi ushirikiano. Salimieni sana Mheshimiwa Mufti, na nadhani tutaendelea kufanya kazi hii. Na ndani ya kipindi kifupi tulikubaliana baada ya siku zangu 100 kuisha, sasa tupeana miezi 3 mpaka kufikia Machi tumalize mambo yote, kadhia zote tumezifikisha mwisho na tumetoa majibu ya kadhia zenyewe. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana na tunaahidi kutoa ushirikiano kwako kwa hili na mengine. Sisi kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunasimamia BAKWATA na taasisi zote ambazo ziko chini ya BAKWATA za Waislamu. Kwa hiyo zenye kadhia kama hizi ni nyingi, na usituchoke pindi tutakapopiga hodi katika ofisi yako, na tunashukuru sana kila tunapopigia simu, tunapokutafuta kwa mambo kama haya, hata kama ni saa 8 usiku, saa 10 za usiku unapokea simu. Tunakushukuru sana, na sisi tunaendelea kukuombea dua na salamu za Mheshimiwa Mufti zitamfikia, na tutasubiri muendelezo wa haya ambayo tumekuletea sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Kwa majina naitwa Jamal Shao Jamal, ni katibu wa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam. Leo tarehe 18 mwezi wa kwanza 2024 tumepata kufanya ziara na waziri wa ardhi ndugu yetu Dr. Jerry Silaa, na moja ya ajenda kubwa ya ziara hii ni kuangalia changamoto ambazo sisi kama baraza tunakabiliana nazo katika masuala mazima ya ardhi. Tunafahamu kwamba kuna ardhi za baraza ambazo zinamilikiwa na watu ambao si wa baraza, na la kushukuru Mungu ni kwamba Mheshimiwa Waziri katupokea na katupa ushirikiano mkubwa. Wito wangu na niombe Waislamu hasa mkoa wa Dar es Salaam kumwombea Mungu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kumwombea Mungu Mheshimiwa Waziri Jerry Silaa kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutatua migogoro ya ardhi. Kwa kweli amekuwa active kuhakikisha kwamba migogoro yote inapata solution within a specific time. Leo tu tumeenda ofisini kwake, tumezungumza, na kuna baadhi ambayo amepatia ufumbuzi, kuna baadhi ambayo ameyatengea muda maalum wa kuyashughulikia. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi anayofanya, na tusichoke kumwombea Mungu. Kama alivyosema Katibu Mkuu, atafikisha salamu kwa Mheshimiwa Mufti kwamba kijana wake, waziri wake wa ardhi anafanya kazi kubwa. Hivyo sisi kama Waislamu ni wajibu wetu kumwombea Mungu aweze kumwepusha katika kila hasad na fitna, aweze kumdumisha katika imani na uwajibikaji wake wa haki aliosimama nao sasa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.